Hii ni hatua muhimu sana kufikiwa kwa mkoa wetu wa Songwe, kwa taifa letu la Tanzania. Utiwaji saini mkataba huu muhimu utakaoiwezesha serikali yetu kushirikiana na kampuni ya Helium One kwenye hii corridor ya Southern Rukwa kwenda kutekelezwa. Tukio la leo si la kawaida. Tukio la leo ni tukio linaloashiria mwanzo wa safari mpya kwa taifa letu la Tanzania. Safari ya Tanzania kuingia katika ramani ya dunia katika uvunaji wa aina ya kipekee ya madini ya kimiminika, gesi, sio kimiminika, ni gesi ya helium, na pia ni mwanzo wa teknolojia mpya ya kisasa kwenda kutumika katika kuhakikisha kwamba taifa letu linanufaika na rasilimali za madini yake, kiweko helium ambayo leo tunaanzisha mradi wa kwanza katika taifa letu wa aina yake. Mradi huu unatekelezwa katika eneo la takriban kilomita za mraba 480 ukiwa umechukua sehemu ya ardhi iliyoko ndani ya mkoa wa Songwe, hasa wilaya ya Momba na sehemu kidogo ya mkoa wa Rukwa. Lakini pia mfahamu kwamba bado kuna mradi mwingine wa helium ambao utafiti wake unaendelea. Kuna kampuni nyingine inaitwa Noble Helium, nao wako katika hatua za mwisho za kuchakata tafiti zao ili tuzidi kuongezea hazina hii ya kipekee kwa dunia yetu na kwa taifa letu ambao sasa tunakwenda kuanza kuzalisha. Huu mradi ni wa ubia kati ya serikali na wawekezaji wa kampuni ya Helium Global. Kwa hiyo wote ni wanufaikaji katika uwekezaji huu. Ndugu zangu washiriki, kwa kiasi cha gesi ya helium kilichogunduliwa hadi sasa, kwa sababu utafiti wa madini huwa hauishi. Hata ukianza kuchimba utaendelea kufanya utafiti ili uongeze uhai wa upatikanaji wa hiyo rasilimali. Hadi sasa katika mradi huu ni zaidi ya ujazo wa mita za mraba yenye futi bilioni 3.5 ndio ujazo wa madini ambayo yameshagundulika hadi sasa, na ambapo uzalishaji wake utakapoanza haukomi. Ina maana kwamba helium unapovuna inazidi tena kujitengeneza. Madini mengine ambayo yana tabia hiyo ni madini ya magadi soda. Na mimi natokea kanda ya kaskazini, tuna mradi mwingine mkubwa wa uvunaji wa magadi katika eneo la bonde la Ziwa Engaruka, na faida ya yale madini nayo, maana nayo ni madini yetu ya kimkakati, ni kwamba ukichimba leo magadi katika eneo ukapeleka kiwandani, kesho unakuta imepanda tena nyingine. Hili amiko hivyo. Kwa hiyo ni madini endelevu. Kwa Kiswahili sarifu nadhani wanaita jadidifu. Kwa hiyo ni aina ya nishati jadidifu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwa na matumaini kwamba mradi huu ni mkombozi wa uchumi wa taifa letu na uchumi wa Tanzania ambao wataguswa na watafaidika kwa mradi huu. Mradi huu unakadiriwa kuanza uzalishaji baada ya miezi 18 tokea leo tunapokwenda kutiliana saini na hawa wawekezaji. Kwa hiyo mategemeo yetu ni kwamba kufikia mwezi wa 11 mwakani tutaanza kuzalisha hii gesi. Na ni waase wawekezaji wetu kwamba baada ya kusaini tusilale, tufunge mikanda, maana najua dunia inahitaji rasilimali, Tanzania inahitaji rasilimali kwa ajili ya pato lake litakaloongezeka na Watanzania hawa wanaohitaji ajira, lakini na ninyi hamkuja kuwekeza tu ili muwekeze kwa faida ya kusema tumegundua mnataka pia mfaidike. Kwa hiyo tufunge mikanda, tuhakikishe kwamba mradi huu unakwenda kuanza kutoa matunda yake kwa muda ambao mchakato mzima wa kupitia ili uweze kuanza kazi unafanyika ndani ya ule muda. Kwa hiyo tunategemea Novemba mwaka kesho pengine tutakuja kuanza kuona zao hili likianza kufanya kazi. Nitoe rai kwa mmiliki wa mradi huu hakikishe kwamba mradi huu unakwenda kutekelezwa kama ulivyopangwa, lakini pia nitoe wito kwa wananchi, na ninamshukuru sana mkuu wangu wa mkoa na wakuu wa wilaya walioongea hapa kwamba wote wameahidi ushirikiano, wameahidi amani, na Songwe ni mkoa ambao hauna tabia ya watu kuingilia kwenye migodi. Hatujawahi kuwa na migogoro mikubwa ya kuja kuamua kesi hapa, kwamba mafanikio ya huu mradi itategemea ushirikiano tutakaotoa kama wananchi, kama viongozi, kati ya mwekezaji, kati ya serikali. Na sisi Wizara ya Madini kupitia Tume ya Madini tuko karibu, kila siku tutakuwa tunafuatilia ili tuhakikishe kwamba matunda haya ambayo yameanza kuning'inia
ya hivyo tuweze kuyala tufaidike kama taifa. Lakini pia naomba niwaambie jambo moja ambalo pia mtafurahi kulisikia. Tunapokwenda kuvuna hii gesi ya helium, kwa mujibu wa tafiti zilizofanyika za kitaalamu, unakuta imeshikamana na aina nyingine ya madini ambayo nayo inaenda kupatia taifa letu manufaa. Kuna gesi inaitwa hydrogen, kuna nitrogen, kuna nyingine inaitwa argon. Hizi gesi zitakapokuwa nazo zimezalishwa, zinaenda kutenganishwa, maana kila moja ina thamani kubwa katika soko la dunia, na hasa hii ya hydrogen. Thamani ya hydrogen sasa hivi kwenye soko la dunia ni kubwa hata kuliko helium yenyewe. Na yote ni faida kwa serikali, na yote ni faida kwenu ninyi ambao mtakwenda kupata gawio kupitia ile mifumo yetu ya CSR ambayo tayari nimeshaiongelea hapa, na mbunge pia alituma mwakilishi wake aisemee masuala ya ajira. Kwa hiyo uzalishaji wa helium duniani kwa sasa, uzalishaji kwa sasa, na mliona kwenye wasilisho, unafanyika katika nchi chache sana. Kwenye nchi zilizoko nje ya bara la Afrika, nchi inayoongoza kwa kuwa na wingi wake na wanaozalisha ni Marekani na Qatar. Nimesikia pia imetajwa Urusi na baadhi ya nchi zingine, lakini kwenye bara la Afrika zimekuwepo nchi mbili tu, Algeria na South Africa. Kwa mujibu wa tafiti zilizofanyika, ubora wa helium iliyopatikana Tanzania ni wa viwango vya juu mno, hata ni wa kidunia. Hata hizi hao wazalishaji wengine hawajafikia ubora ambao tunao sisi. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuringa, lakini pia kujivunia rasilimali hii ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia, na hii inatuweka sisi Tanzania katika nafasi nzuri, kwanza katika kuingia kwenye soko ambalo lina ushindani mdogo, lakini kwa bidhaa yenye thamani kubwa. Pili, Tanzania inaenda kuwa na nafasi ya kuwa mzalishaji wa kimkakati wa rasilimali hii ya adimu ya helium duniani. Na walipokuwa wanafanya mawasilisho hapa, nadhani utakuwa mmeona pia kwamba hii helium ina matumizi makubwa mengi tu. Inatumika kwenye mitambo ya tiba, kwenye maabara za tiba, inatumika kwenye mitambo ya anga, inatumika kwenye mitambo ya kuzama huko chini ya bahari, wale wanaoitwa divers. Ina matumizi katika viwanda. Ni moja ya madini yenye thamani kubwa na matumizi ya kipekee katika dunia yetu, na ni chanzo cha nishati safi na salama kwa mazingira. Nitumie fursa hii niweze kutoa shukurani na pongezi za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa dira yake, kwa maono yake, lakini kwa uongozi wake na dhamira yake ya dhati katika kuleta mageuzi kwenye sekta ya madini. Sisi mkoa wetu wa Songwe, swala la kusaidia utekelezaji kwa mafanikio miradi yote ya serikali ambayo inaletwa katika mkoa wetu, lakini jambo la kuweka mazingira ya kuvutia uwekezaji ni kipaumbele chetu namba moja, kwa sababu ni dhamira ya rais wetu na ni mwelekeo wa rais wetu. Kwa mimi kama kiongozi wa mkoa, lakini na viongozi wenzangu katika ngazi ya wilaya, kwenye ngazi ya kata na vijiji, ni kuhakikishie Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini ni wahakikishie wawekezaji wetu, kampuni ya Global Helium One, kwamba tutakuwa na msaada mkubwa katika kuhakikisha kwamba tunawasaidia katika kila jambo ambalo sisi kama serikali ya mkoa tunahitaji kulifanya ili kurahisisha utekelezaji wa mradi huu. Lakini niwaombe pia viongozi wenzangu kwenye ngazi ya wilaya na kwenye ngazi ya kata pamoja na wananchi, mradi huu ni wa kwetu. Tumeambiwa hapa kwamba kampuni ambayo inakwenda kutekeleza mradi huu inaitwa Songwe Helium Limited. Ni kampuni iliyoundwa kati ya kampuni ile ya Helium One Global na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa niaba ya wananchi. Kwa tafsiri yake, manake sisi ni wamiliki katika mradi huu. Kwa tuone kwamba mradi huu ni wa kwetu na tuweze kutoa usaidizi wote unaohitajika kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezwa kwa mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunaomba uondoke na hili moja. Nadhani ndio tamanio kubwa la kila mwananchi aliyetoka katika eneo lile. Swala la barabara, sasa uwekezaji huu
utahitaji barabara madhubuti, na tuna kila namna ya kuishawishi serikali iharakishe. Tunajua kuna jitihada nyingi zimefanyika, tayari tumepewa karibia kilomita 10 ambazo zitajengwa kwa lami, lakini kwa uwekezaji huu unavyokuja, tunahitaji barabara hile sasa ikamilike, ili sasa wilaya ya Momba ifanane na madini adhimu ambayo kwa Afrika nadhani yatakuwa yanachimbwa kwa mara ya kwanza ndani ya wilaya yetu ya Momba. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.